wala shetani si mjinga kwamba atakuwa amesimama pale halafu mahujaji waje mamilioni kwa mamilioni, yeye akiwa amesimama nyinyi mnampiga mawe. Yeye akiwa amesimama pengine yuko pale pale haondoki, au kila mwaka ajipeleke kule Mina, yeye mwenyewe ende kule Mina ili waislamu wakampige mawe yeye akiwa amesimama. Wewe unadhani shetani ni mjinga kiasi hicho? Shetani hana ujinga huo, wala hilo shetani hawezi kulifanya ende akasimame waislamu wampige mawe, kwa maana ya kwamba wakati ule unapiga mawe pale hamna shetani. Unapiga mawe kwa sababu ni ibada ambayo imetekelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kunukulu na kuthibitisha ibada na historia aliyokuja nayo Ibrahim alayhi salam katika tukio ambalo amepewa amri ndani yake na Allah azza wa jalla kumchinja mwanawe. Shetani akajitokeza akamwambia Ibrahim alayhi salam, akamshawishi asiitekeleze ibada ile, asiitekeleze amri ile ya kumchinja mwanawe. Ibrahim alayhi salam akatambua kwamba hii ni tashwishi ya shetani, haya ni mawazo ya shetani. Akamwambia shetani, mimi jawabu yako nayo, na jawabu yako ni kukupiga mawe. Akachukua mawe Ibrahim akampiga shetani akiwa anamuona. Ibrahim alayhi salam, nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, al-Mustafa al-Mukhtar salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, akataka tukio hili lidumu katika maisha ya Waislamu katika umma wake ila yaum al-qiyama. Makusudio na mafunzo ya tukio hili ni kujiambia ewe Muislamu ya kwamba ewe shetani, mimi natangaza vita nawe kama alivyotangaza vita hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama alivyokupiga mawe Nabii Ibrahim alayhi salam. Manabii wangu wawili hawa walikupiga vita, kwa hivyo mimi kadhalika mfuasi wao na kupiga vita vile vile. Mimi nakukataa na sikubali ushawishi wako, na ndio maana nakupiga mawe. Itakuwa ni jambo la ajabu shetani yule unayempiga mawe yaumun nahri, na siku 3 baada ya yaumun nahri unampiga mawe, ukirudi nyumbani shetani yule uliyempiga mawe ni rafiki yako mkubwa sana, ndiye sahibu yako mkubwa sana, na ndiye kiumbe unayeelewana naye mkubwa sana, na ndiye kiumbe anayekupa amri zake unazotekeleza, na kiumbe anayekupeleka kule unapotaka kufanya. Hili litakuwa ni jambo la ajabu.